Yes, bwana mwanamichezo, popote pale ambapo ulipo ni kukaribishe sana ndani ya dokezo za kimichezo. Na leo hii bwana, ndani ya dokezo za kimichezo tunakwenda kuangazia taarifa ambayo ameitoa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kuhusiana na mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo TPLB umetoa mkeka ufuatao, na huu unawahusu wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club katika taarifa ambayo ameitoa leo hii, ambapo taarifa hiyo inasema kama ifuatavyo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kupitia mlango usio rasmi kuelekea mchezo tajwa hapo juu Machi mosi 2026 kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 21 ya ligi kuu Tanzania bara za michezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu Tanzania bara kuhusiana na taratibu za michezo. Lakini pia klabu ya Simba Sports Club imetozwa faini ya shilingi milioni 5 tena kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa New Amani Complex, ambapo alitumia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza mchezo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu Tanzania bara za michezo. Adhabu hii ni kwa kuzingatia kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club katika mchezo wa dabi, wakiweza kukumbana ama wakiweza kukutana na karia hiyo hapo, ama wakiweza kukutana na shida hiyo hapo katika namna moja ama nyingine, jinsi hali ambavyo ilivyo. Lakini pia taarifa hii inaendelea na kusema kwamba, na hii ni taarifa nyingine, huu ulikuwa ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Mchezo mwingine kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba Sports Club, ambapo klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mchezaji William Ediga wa Dodoma Jiji wakati akitoka uwanjani katika mchezo tajwa hapo juu, pamoja na kuwarushia chupa watu wa huduma ya kwanza Red Cross wakati wakitekeleza majukumu yao katika namna moja ama nyingine ndani ya uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa kuzingatia kanuni 47 kifungu cha kwanza ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu katika namna moja ama nyingine bwana. Huu ni mkeka wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakiutoa hivyo katika namna moja ama nyingine. Unaweza kutuambia maoni yako, faini hizi ambao wamepiga wekundu hawa Msimbazi Simba Sports Club, unafikiria kwamba zina uwezo wa kwenda kujenga chochote kitu, ama bado TFF wana uhitaji wa kuweza kuongeza adhabu hizi? Niambie hapo katika maoni, nami nitakwenda kusoma kwa uzuri kabisa. Nikukumbushe tu, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, una nafasi kubwa kabisa ya kuweza tu kufanya hivyo hivi sasa, ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo kutoka hapa ndani ya Kemgongo TV. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.